Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati ambapo rais wa Marekani ameagiza meli nyingine ya kijeshi USS Gerald Ford kuelekea huko Mashariki ya Kati, ni wakati ambapo anajisogeza karibu na vita dhidi ya Iran. Lakini je, vita vipo karibu kwa kiasi gani? Na je, ni vipi rais huyu wa Marekani anajisogeza karibu na vita dhidi ya Iran? Katika makala hii tunatazama jinsi ambavyo rais huyo wa Marekani anajijenga karibu na vita dhidi ya Iran. Takwimu na mkakati ulio nyuma ya ongezeko kubwa la kijeshi la Marekani katika eneo hilo katika miongo kadhaa zinaonyesha kwamba migogoro haiwezi kuepukika. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma kikosi cha anga na majini ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika Ghuba ya Uajemi kwa nia ya kuitaka Iran itolewe chini yake. Moja kati ya mipango ya rais wa Marekani kwa sasa ni kuona utawala uliopo madarakani nchini Iran unaondolewa. Lakini jinsi gani ataweza kuondoa utawala huo? Ni mbinu mbalimbali zilizotumika, lakini mbinu hizo zimeshindikana. Na sasa mpango maalum wa Donald Trump ni kutumia jeshi kuondoa utawala huo. Kwa maana anataka kuishambulia Iran kwa namna yoyote ile na hakikishe anaua viongozi wake ili tu aweze kuwaondoa madarakani. Hata hivyo, Tehran haipepesi macho. Trump anaweza kujiingiza katika hali ambayo vita na Iran havitaweza kuepukika. Wawakilishi wa Marekani na Iran walipokutana mjini Geneva siku ya Jumanne, mkondo wa kutosha wa ndege za Marekani zilizojaza mafuta, ndege za kivita za kielektroniki, ndege za kivita zilizovuka Atlantiki zikisimama kwenye kambi za Uingereza na Ujerumani zilielekea Mashariki ya Kati. Meli ya nyuklia ya USS Abraham Lincoln tayari ilishatumwa katika Ghuba ya Uajemi tangu Januari, ambapo hivi karibuni itaunganishwa na ile ya USS Gerald R. Ford ambayo kwa sasa inavuka Atlantic kuelekea mlango bahari wa Gibraltar. Mkusanyiko huo ndio msingi wa mkakati wa Trump kwa Iran kuishinikiza Jamhuri ya Kiislamu katika makubaliano ya juu zaidi na tishio la shambulio baya zaidi kuliko shambulio la bomu aliloliamuru katika maeneo ya nyuklia ya Iran msimu wa joto uliopita. Marekani inatafuta kusitisha kabisa kurutubisha uranium ya Iran na kusambaratisha mpango wake wa makombora ya ballistic, wakati Iran imesema kuwa iko tayari kupunguza urutubishaji wake wa uranium, lakini haitoacha makombora yake. Ikiwa mpango hauwezi kufikiwa, vipengele vyote viko tayari kwa vita vikubwa zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Sababu ya kuwepo kwa vita vikubwa ni kutokana na ukweli kwamba Urusi tayari imeshapeleka wanajeshi wake nchini Iran na kuna mazoezi ya kijeshi yanayoendelea ya majini. Kadhalika silaha za Urusi zipo nchini Iran na hata pia inatajwa kwamba baadhi ya silaha kutoka nchini China nazo pia zipo nchini Iran. Lakini pia teknolojia ya hali ya juu ya makombora ya Iran inadaiwa kwamba yanatosheleza katika mapambano dhidi ya Marekani. Lakini je, jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati ni kubwa kiasi gani? Lakini je, Marekani itakuwa ikitegemea tu kambi zake za kijeshi zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati na kupata msaada kutoka kwa washirika? Kulingana na habari za chanzo huria, meli 85 za KC-135 na KC-46 kwa sasa ziko Ulaya au Mashariki ya Kati, huku 56 zikiwasili katika saa 48 zilizopita. Meli hizi za mafuta ni muhimu katika kupanua wigo wa wapiganaji wa Kimarekani na walipuaji kupitia kujaza mafuta katikati ya anga, na meli hizo zimeunganishwa na ndege 6 za kivita za kielektroniki za E-3 Sentry na angalau ndege 50 za kivita za F-35, F-36 na F-22 ambazo zote ziliwasili kati ya Jumanne na Jumatano wiki hii. Zaidi ya safari 150 za ndege na za mizigo zimehamisha mifumo mingine ya silaha na risasi katika eneo hilo katika muda huo huo, shirika la habari la Axios limeripoti mnamo Jumatano. Hata hivyo, zinajumuishwa hadi ndege 180 zilizobebwa katika meli ya USS Abraham Lincoln na ile ya Gerald R. Ford na zile ambazo tayari ziko kwenye kambi na karibu za anga. Kuongezeka kwa nguvu za anga katika Ghuba ya Uajemi ni jambo lisilo na kifani tangu uvamizi wa Marekani nchini Iraq mwaka 2019. Lakini je, Trump ataishambulia Iran? Hili ndilo swali pekee ambalo wakati huu wachambuzi wa mambo wanalitazama. Wakati pande zote mbili zikisema kuwa maendeleo yalifanyika Geneva siku ya Jumanne, hakuna dalili kwamba mafanikio yanakaribia.
Kufuatia mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kuwa Tehran itasonga mbele na kuanza kufanyia kazi maandishi ya makubaliano yanayowezekana kabla ya mazungumzo zaidi katika wiki zijazo. Lakini pia moja kati ya mambo ambayo sasa hivi Iran inasema haikubaliani na mpango wowote wa kuachana na silaha zake za masafa marefu, isipokuwa utayari wake upo katika kupunguza urutubishaji wa uranium. Tofauti na hapo, Iran itaingia vitani na itakubali kupambana na Marekani kwa namna yoyote ile. Hii ndio kauli ya pamoja ya viongozi wa Iran hadi wakati huu. Ni kauli ambayo kimsingi inaonyesha kwamba wakati wowote nchi hiyo huenda ikaingia vitani dhidi ya serikali ya Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump, ambaye wakati wowote anatamani kuivamia Iran kutokana na kile anachoamini kwamba taifa hilo ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa tishio kwa nchi ya Marekani na hata kwa mshirika wake Israel. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kuwa mazungumzo hayo yalikwenda vizuri kwa njia fulani, lakini kwamba Trump ameweka baadhi ya mistari mekundu ambayo wa Iran bado hawako tayari kukiri na kuifanyia kazi, ikiwa ni pamoja na kuondoa kabisa nyuklia nchini humo, lakini pia kuachana na makombora yake ya masafa marefu. Iwapo diplomasia itafikia mwisho wake wa asili, kwa maneno ya Vance, Trump ataachwa katika hali ambayo hana chaguo ila kutekeleza ahadi yake ya kuishambulia Iran. Kuondoa wabebaji wa ndege mbili na mamia ya wapiganaji kutoonekana kama mteremko na kufedhehesha. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hadharani kwamba lazima ifanye Tehran iwe na uwezo sifuri wa kurutubisha uranium, lakini pia isiwe na makombora ya ballistic ya masafa marefu yenye uwezo wa kufikia Israel, na kutokuwa na uwezo wa kuwapa silaha au kuunga mkono wanamgambo na washirika katika eneo hilo. Na amesema kuwa ana mashaka kuhusu iwapo Iran itaheshimu makubaliano, na anaonekana kumshawishi Trump kushambulia wakati wa mkutano wake na rais huyo wa Marekani mjini Washington wiki iliyopita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.